Bwana Yesu Kristo asifiwe. Karibu sana katika kipindi hichi siku ya leo. Karibu pia kwenye platform hii, ikiwa unatutazama TikTok, ikiwa unatutazama YouTube, basi nikukaribisha sana. Majina yangu ni Pastor John Mwanjiku, nipo na watumishi wa Mungu na niwakaribisha wajitambulishe vizuri. Karibu mtumishi wa Mungu. Shalom, nikusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa majina yangu ninaitwa mtumishi Yusuf Marijani, nimeokoka na nampenda Yesu. Karibu pia mtumishi, ujitambulishe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ni Pastor Alfred, nimeokoka na mpenda Yesu. Haleluya. Amen. Kama walivyokwisha kujitambulisha, niseme watumishi wa Mungu karibuni sana, na Roho Mtakatifu atuongoze katika kusema na kuwaelekeza watu kile ambacho Mungu amekusudia kwa siku ya leo. Amen. Basi mada iliyopo mezani siku ya leo, kumekuwa kuna mambo mengi watu wamekuwa wakijiuliza. Tuko kwenye holiness movement, masuala ya utakatifu. Kama baadhi ya watu wanavyojua, kuna watu ambao hawaelewi kwamba utakatifu ni nje na ndani. Basi kuna movement za utakatifu na watu wanaendelea kujifunza zaidi na zaidi na kutaka kujua lipi lipo sawa na lipi alipo sawa. Basi katika kuendelea kuchambua lipi sawa na lipi alipo sawa, tukiangalia maandiko matakatifu ya neno la Mungu, tumefikia kwenye jambo hili. Swali letu liko hivi bana. Ikiwa kuna baadhi ya vitu ambavyo vimekuwa prohibited, haviruhusiwi kutumika, mfano mawigi, mwanamke haruhusiwi kuvaa mawigi au vitu kama hivyo haviruhusiwi na haviwezi kutakasika, yani vitu vya shetani haviwezi kutakasika, inakuwaje kwa pesa ambayo tunaona pesa, mfano dollars, zina alama za kishetani ambazo ukiziangalia kabisa unajua hizi ni alama za kishetani? Kwa mfano kwenye dola tunaona alama ile ya triangle, ni alama ya Freemason, ni alama ya shetani. Na hiyo pesa imekuwa ikitumika makanisani, watu wanatoa sadaka na mchungaji anaombea, inatakasika, inatolewa kwenye sadaka na inatumika kwenye mambo mengine. Inakuwaje pesa inaweza kutumika na ina alama ya kishetani? Alafu wigi, mtu anakataliwa kuvaa wigi au nguo nyingine mfano zina alama za kishetani, Louis Vuitton na nembo mbalimbali, zinakuwa prohibited, watu wamekuwa wakikataza kwamba sio nzuri. Inakuwaje kwa pesa iruhusiwe kutumika, mfano inatolewa sadaka na mchungaji anaiombea, na hivyo vitu vingine tunasema haviwezi kutakasika? Inakuwaje hilo swala? Nipeleke hii mada kwa watumishi wa Mungu, tukianza na mtumishi wa Mungu Marijani. Mtumishi wa Mungu Yusuf Marijani, karibu utueleze kwa undani hili swala. Inakuwaje ili mtu apate kuelewa? Mwingine anakuwa anajiuliza, mwingine hajaingia sawa kwenye injili ya utakatifu, anajiuliza, anakuwa anatumia labda yale mawigi, anajiuliza, naweza kuvitakasa kwa damu ya Yesu? Si ndio? Anakuwa anashindwa kuelewa vizuri kwa undani hili swala, na akafuata Mungu katika kweli zaidi ili amtumikie katika uelewa. Karibu mtumishi wa Mungu, tueleze vizuri. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mimi ningependa kuelezea hapo kwanza kwenye mali ya shetani. Kwanza tuelewe nini maana ya mali ya shetani, na maana kuna mtu anaweza akawa hapa anasikia tu mali ya shetani akawa elewi. Nilikuwa napenda tufafanue zaidi mali ya shetani kabla hatujaja katika kiini cha mada yetu ya leo, na ni kwa nini mali ya shetani haitakasi. Mali ya shetani ni vile vitu ambavyo vimetolewa sadaka kwa shetani. Unakuta kuzimu au maagenti wale wa kipepo wamevitolea sadaka, wamevitambikia, wakitoa na manuizo ya kipepo kwa ajili ya kuwazuru wa Kristo. Vitu hivyo vinaweza vikawa ni vitu kama mawigi au vile vitu ambavyo vinatoa uhalisia wa mtu, vitu vya nje vya kujiongezea, ambavyo vingine vina symbol za kishetani. Kwa mfano unakuta mtu amevaa t-shirt la alama labda ya fuvu, afu aseme mimi nitaliombea ili shati nilitakase, inakuwa halitakasiki. Hiyo ndio inakuwa imani ya shetani, ambapo huwezi takasa, ile shati ni kuchoma na kwenda kutupa. Lakini kulingana na swali letu mtumishi aliposema, anasema inakuwaje pesa inaweza kukuta ni karibia pesa zote, hata hapa
chini kwetu tunaona zile alama zipo. Kwa mfano kwa kuna 500, nyuma kuna alama ya nyoka. Hata sasa hivi kuna vitu vingi vingi mno. Sana sana pia amelenga dola, kuna zile piramidi, kuna nini. Wanaelezea hizi na alama ya kishetani. Inakuwaje makanisani tunazitumia hizo kama means ya kutoa sadaka na wanaziombea, na wakati ni mali ya shetani hatuwezi kuzitakasa, zilitakiwa zipigwe kibiriti zichomwe. Kulingana na hilo swali, kuna wakati mmoja tunamwona Yesu alikuwa amefika katika mji mmoja. Na Yesu mwenyewe alipokuwa amekaa na wanafunzi wake, alijikuta mwenyewe hali yake uchumi ilikuwa sio nzuri kivile, na anakuja kudaiwa kodi. Na alipokuwa anadaiwa kodi, kuna namna watu wakawa wanamwekea kama kizuizi, kuonekana anaambia, je, ni sahihi kulipa kodi? Yesu akasema ili tusiwakwaze wao, japokuwa wana ni mahuru, akasema itabidi tulipe kodi. Ndio maana akamwambia, "Emo lete hiyo fedha." Akamwambia, "Hii fedha ina chapa ya nani?" Amina. Ina chapa na nembo ya nani? Walipoigeuza ile fedha, wakaona kuna picha ya Kaisari. Akasema hii pesa ni ya Kaisari. Akasema basi mpeni Kaisari yale ya Kaisari na mpeni Mungu yale ya Mungu. Kijaribu kutafakari hapa, kwa nini anasema mpeni Kaisari leo Kaisari na Mungu ile ya Mungu? Maanake ile fedha ina uhusiano gani na Mungu na ina uhusiano gani na Kaisari? Kaja kugundua kitu kimoja, kuna kitu kinachoitwa fungu la 10. Maanake katika pesa ile ile Kaisari anataka kodi yake na Mungu naye anahitaji ya kwake katika ile fungu la 10. Kwa hiyo fedha kwa pale vile inategemeana na matumizi. Naona kwa Yesu hicho kitu kwa habari ya fedha na iliruhusu, maana pia anasema fedha. Hapo kabla hujaendelea, mtumishi wa Mungu, kwa ina maana pesa hata kama ina alama ya Freemason, na wakati unaanza umesema kitu cha shetani ni kitu ambacho kimenuiziwa kwa ajili ya kumdhuru mwanadamu, si ndio? Kwa hiyo pesa hata kama ina alama ya shetani, kwa ina maana inaruhusiwa kwenda kutumika madhabahuni na inaweza kutakasika hata kama ina alama. Okay, ni swali zuri, lakini kulingana na hilo swali ninaweza nikajibu ya kwamba tukija katika ile minsi ya Mungu ambayo ni ya fungu la 10, katika Malaki anasema nitamkemea yeye alaye. Maana kupitia ile fungu la 10, sehemu ya 10 moja ya 10 ya kile kitu unachokitoa, Mungu ana provide security kwa watu wake, sababu unananili. Na ile fedha anasema fedha na dhahabu ni mali yangu. Na shetani anachokifanya, yeye ni mwizi, na Yesu anasema nitakupa hazina ya gizani. Kama tunavyojua giza katika ulimwengu wa roho linamdominate shetani. Maanake shetani ameshikilia mali za Wakristo wengi sana. Ndio maana wanaojiunga Freemason wanakuwa wanafanikiwa sana, kwa sababu kule katika giza ndo wamepokonya Wakristo wengi ambao hawana nuru, ambao waishi maisha utakatifu, wamepokonya mali zao, wameziweka kule. Kwa hiyo kwa muktadha huo, Yesu mwenyewe alisema mpeni ya Kaisari yaliyo ya Kaisari na Mungu yaliyo ya Mungu. Na kutokana pia na sema itiini sheria iliyokuwa kuu katika Bwana, sheria iliyokuwa kuu. Maana kuna viongozi ambao Mungu anatambua uwepo wao. Kwa mfano, tukirudisha katika Misri, kulikuwa kuna mtu anaitwa Farao. Mungu hakushindwa kuingia Misri, akampiga tu Farao akachukua watu wake, lakini alitumia hekima ile ya kimungu, kwa sababu anamrespect kiongozi, na Mungu ni Mungu wa taratibu. Akamtuma Musa, nenda kwa Farao, haijalishi hata kiongozi ni mbaya nini. Ndio maana hata kwa Kaisari anaendana na ile sheria ili wasiwakwaze. Hapo anasema tusiwakwaze. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Tunaendelea na mada yetu na tunahitaji kuelewa zaidi ili tutoke hapa, ili msikilizaji anayetusikiliza atoke hapa akiwa na uelewa thabiti, asitoke akiwa amechanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nikaribisha mtumishi wa Mungu, unaelewaje vitu vya shetani? Na kama nilivyotangulia kuuliza swali kwamba vitu vya shetani vinaweza vikatakasika, na je, kama vinaweza vitakasiki inakuwaje? Pesa, wigi linakatazwa mtu asitumie, au vitu vingine, mavazi yenye nembo mbalimbali za kishetani, nembo mbaya, stickers mbaya, mafuvu na vitu kama hivyo. Lakini pesa ambayo ina alama kabisa ya Freemason inatumika kanisani na inaombewa, inatakasika, inaenda. Unaelewaje hilo swala, au lina hit namna gani kwenye ufahamu wako? Okay, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Kwanza kuna mambo ambayo lazima tuyafahamu. Watu ni ipi? Lakini pia kwa upande mwingine lazima tuangalie
kuna madhara gani katika kutumia hiyo mali ya shetani ama vitu vya shetani? Kwa namna ambavyo Roho ataniongoza kueleza, mimi nianze kwa kusema, ukisoma maandiko anasema fedha na dhahabu ni mali ya Mungu. Kwa hiyo tunatambua na kujua kabisa ya kwamba fedha hii ambayo tunaitumia, tunafanya manunuzi na vitu vingi kwenye maisha, manake hatuwezi kusurvive kwa hapa duniani, kwa sababu tunaishi bado tuko duniani pasipo pesa. Na pesa imeandika Biblia, fedha ni jawabu la mambo. Yes. We cannot do anything without money. Yes. Kwa hiyo Mungu alikuwa anatufundisha pia mambo fulani. Alivyosema kwamba fedha na dhahabu ni mali yangu, manake kuna kitu Mungu alikuwa anataka tukijue. Shetani, unajua, amevigeuza vitu vingi ambavyo sisi tunaelewa viko hivyo, lakini shetani amevitumia kwa upande wake, na ili tuone kwamba si halali. Watu wa Mungu, tunapoizungumzia pesa tuzungumze kwa namna hii. Nitasoma maandiko. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Mithali sura 25 mstari wa 4, neno la Mungu linasema, ondoa takataka katika fedha. Mithali 25 mstari wa 4 anasema ondoa takataka katika fedha na chombo kitatokea kwa mtakasaji. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwa maana hii tunaona ya kwamba fedha kumbe inaweza ikabeba takataka, ama fedha inaweza ikatakaswa. Manake kitu chenye takataka unaweza ukakitakasa ukakitumia. Unaweza ukaondoa takataka na ukakitumia. Na kwa nini naweza kusema kwamba fedha tunaweza tukaitakasa na tukaitumia? Kwanza kabisa tujue nature ya pesa. Pesa ile ni karatasi. Ila kinachoipa pesa thamani ni kwamba pesa ili itwe pesa ni kwa sababu ya mfumo wa kiutawala wa mahali ambapo hiyo pesa inazungukia. Kwa hiyo kwa mfano tunapoizungumzia dola ina thamani kwa sababu ya mfumo wa kiutawala wa Marekani. Ile dola ni pesa ya Marekani. Kwa hiyo huwezi kusema utaacha kuitumia dola kwa sababu ina nembo za kishetani ama ina nembo za hizo alama za Freemason. Huwezi ukaitumia, no. Fedha unaitakasa na unaitumia. Sasa tunapokuja kwenye vitu vingine, kwa mfano watumishi wa Mungu umezungumzia kuhusiana na mawigi na vitu vingine. Unajua kuna vitu nilisema hapo mwanzo kwamba unapokifanya kitu lazima uyajue madhara. Kila kitu vitu kina uzuri, kinaweza kikaa kina uzuri wake na ubaya wake. Sasa tunapokuja tunazungumzia mawigi, tunazungumzia kwa mfano mavazi fulani ambayo mtu hatakiwi kuvaa. Mtu anapovaa wigi, kwanza anakuwa anamaanisha nini au anataka nini? Anabadilisha muonekano, ama hataki kuonekana kwa ule muonekano ambao Mungu alimuumba nao, ama ni nini? Yaani ni nini hasa lengo la kukitumia hicho? Kwa hiyo hiyo ni mfano wa kwenye wigi. Lakini tunapokuja kwenye mavazi mengine, mfano yenye nembo za kishetani, unakuta mtu amevaa t-shirt na alama ya fuvu ama linalijoka. Mtu mwenye ufahamu wa kimungu, nataka niseme huwezi ukavaa nguo za namna hiyo, kwa sababu cha kwanza kuna influence, kuna spirit. Unapovaa kitu kinakuwa kina uvuvio fulani. Kwa kama umevaa lijoka, kuna aina ya roho fulani zitakufuata ili kuweza kukuvuruga. Sasa kwa nini tunakataza hivi vitu? Tunakataza kwa sababu muamini ana mipaka, ama Mkristo, mtu aliyeokoka lazima awe na mipaka ya vitu vya kuvitumia. Sasa hatuwezi kusema tuache kutumia fedha kwa sababu zina alama hizo. No, unaweza ukatakasa na ukatumia, lakini tunapokuja kwenye vitu vingine hatuvitumii kwa sababu vina influence gani? Na havina ulazima. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo unaweza ukaacha. Uwezi ukasema unaenda kununua mfano hivyo unazungumzia wigi, uende ukalinunua afu uje ulitakase, kwa ile unajua kabisa lina alter your appearance, linabadili muonekano wako. Na maandiko yanasema kila kitu alichokiumba Mungu alikifanya kuwa ni chema na chapendeza. Kwa pesa, maandiko yenyewe yanathibitisha kwamba pesa ni jawabu la mambo yote. Nimetoka kusoma maandiko kwenye kitabu cha Mithali kwamba unatakasa. Unatakasa, unaondoa takataka. Na kuna ulazima mkubwa kwenye maisha ya leo. Uwezi ukaishi bila kutumia pesa hata kidogo. Ndio sawa na simu. Mtu anaweza kusema simu ni ya shetani. Lakini ni namna gani unaitumia hiyo simu? Au una uhitaji nao gani? Sasa hapo watumishi wa Mungu, tukija kwenye kiini cha swali letu, inakuwaje pesa inatakasika kati vitu vingine vitakasika, kati zote ni mali ya shetani na tuwezi kutakasa mali ya shetani? Sawa. Hapo ungetufafanulia kidogo. Yaani nimeanza kwa kusema hapo mwanzo,
nilianza kwa kusema hapo mwanzo kwamba lazima tujue neno la Mungu linasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Ni mali ya Bwana. Kwa hiyo tunatakiwa tujue ya kwamba hakuna kitu ambacho ni mali ya shetani. Mungu, nilikuwa na swali hapo. Kulingana na mada yetu tulivyoelezea ni kwamba mali ya shetani in short hawezi kuitakasa. Ndio maana mtu hawezi kutakasa wigi. Inakuwaje fedha kanisani zinatakasika? Yaani watu wanaomba Mungu ni azitakase na zinatolewa kama means ya sadaka. Tunaomba ni utuelezee ili watu waweze kupata mwanga zaidi. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ninachokiona, watumishi wa Mungu, kuna jambo la muhimu sana la kulielewa katika hii mada. Tunaposema mali ambazo zinakuja kwetu, mfano kama watumishi wa Mungu wamezungumzia habari ya wigi, zungumzia habari ya nguo kama tisheti ambazo zina chata za shetani, ambazo kabisa tunajua katika utakatifu huwezi kuzitakasa. Swali ni kwa nini kwanza huwezi kuzitakasa? Manake ni kwamba tukizungumza habari ya kuzitakasa, manake unazichukua unazivaa, lakini kama unamwambia Mungu akupe kibali ya wewe uzivae kwenye mwili wako. Na katika kuzipa kibali hivyo ni kwa sababu unataka uzimiliki, ziwe za kwako wewe, sio za yule aliyekuuzia, sio tu za shetani, bali zinakuwa za kwako wewe, mali ya kwako binafsi ambayo utakaa nayo labda maisha yako yote, wakati mwingine labda miezi kadhaa, lakini ni ya kwako wewe. Tofauti iliyo katika pesa ni kwamba pesa, hata ukiangalia kwenye ile ni dola, iwe ni shilingi, itaandikwa kwamba ile sio mali ya mtu. Ile pesa ni mali ambayo inapewa uhalali, ni kitu, ni means of transaction, ni kitu ambacho kinatumika kufanya malipo ambayo kitahama kutoka kwa mtu mmoja kwenda mwingine. Sio cha kwako wewe binafsi, sio mali yako wewe, huimiliki wewe. Na ndio maana pesa ukitaka upate shida ichome au ifanyie vitu sivyo ichane, ni kesi na unakwenda kushtakiwa. Lakini nguo yako wewe ulioinunua unaweza ukaichoma, unaweza ukaidekia, unaweza ukaifanyia chochote kile. Au wigi lako, you can burn it. Hata wigi lako. Do whatever you want. Kwa hiyo kama huwezi kufanya hicho kitu kwa pesa, manake pesa sio mali yako wewe. Kile kitu utakachokinunulia pesa ndo kinakuwa mali yako wewe. Sasa inaweza kutakaswa kwa sababu inapoingia kanisani inatumika kwa ajili ya kazi ya Mungu. Haiwi mali ya kanisa, haiwi mali ya mchungaji. Ile inachukuliwa inaenda kutumika kwenye kazi ya Mungu. Na kwa sababu hiyo basi inafanyika kutakaswa, ili aliyeileta ile pesa kama alikuwa na manuizo. Sababu pia katika kazi hiyo ya Mungu, watumishi wa Mungu wengine wanaweza wakaletewa pesa na Mungu akawaambia usipokee hiyo pesa. Hiyo ipo. Watu wanaleta kitu labda binafsi, anamletea mchungaji binafsi ila kadhaa, sio hizi za jumla. Unakuta yule aliyeleta anaileta na manuizo, anaileta na makusudi. Manuizo ndio ataupa uhalali kwamba ni mali ya kanisa, kwa maana wanakataza. Kwa hiyo anaifuta hivyo, yani Mungu anaiondolea hiyo ili isije kamnasa yule mchungaji. Sababu ile anaileta kama binafsi yeye mwenyewe, sio kama sadaka ya siku nyingine zote. Kwa hiyo hapo inazuiliwa na Mungu mwenyewe. Kwa hivyo vitu vinakuwa namna hiyo, sawa sawa na maelekezo ya Mungu anayoitoa kwa wakati ule. Kwa hiyo mimi ninavyoona hiyo ni sababu moja. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu, japo umekuja dakika za mwishoni sana, ongea kitu watu wamesikia. Na nitakaribisha mtu kama atakuwa na swali, basi namba za simu zitakuwa zinapita hapo. Usisite kutuuliza maswali, usisite kutuma swali lako
usisite kutuma mchango wako juu ya swala hili, kwa sababu ni swala sio kama tumeongea hapa tumemaliza, inahitaji maelezo mengi na mazuri ili uelewe vizuri na ili isije ikaleta mkanganyiko au misuse ya scripture ya namna yoyote. Nikukaribisha mtumishi wa Mungu, kama una finalization umalizie. Amina. Mungu abariki sana. Ni kama alivyoongea mtumishi, yani kiufupi, zingatia mwili wako. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Maana kitu chochote ambacho kinaweza ukakihendo katika mwili wako kama mavazi kikiwa na alama ya shetani, hiko huwezi kukitakasa. Maana aliharibuye hekalu la Mungu, Mungu atamharibu. Na zile mali zimetengenezwa kwa ajili ya kumharibu mtakatifu. Lakini kwa zile ambazo sio za kumharibu hekalu la Roho Mtakatifu, hizo unatakasa. Kwa mfano fedha zinatakasa kwa ajili ya huduma, kwa sababu sio mali ya kanisa. Kwa hiyo na kanisani kama zimenuiza manuizo kwa ajili ya kuliataki kanisa, ndio maana mchungaji anazuia hizo usipokee, hizi hapana. Amina. Naweza nikamaliza hivyo, lakini pia karibuni kwa michango zaidi. Kama na wazo lako unaweza kutuma katika comment section au ukaja inbox. Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Ulikuwa pamoja nasi. Until next time. Karibu sana.